Yes, karibu tena katika mwendelezo wa mfululizo wa kuiangalia fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba na RS Berkane. Simba ikiwa ni wawakilishi pekee kutoka Tanzania ndio wako pale katika hiyo hatua. Lakini hapa tunakwenda kuangalia rekodi kubwa tatu ambazo Simba wamezifikia mara tu baada ya kuingia fainali, lakini nyingine zitaendelea baada ya kuchukua ubingwa ikitokea wamefanya hivyo dhidi ya RS Berkane. Rekodi namba moja ambayo Simba wameiweka baada tu ya kuingia fainali ni rekodi ya kuisukuma ligi kuu ya NBC kusogea mpaka katika nafasi ya 5 katika viwango vya ubora barani Afrika. Katika upimaji wa viwango vya ubora Afrika tunavipima kwa namna mbili. Namna ya kwanza inatolewa kupitia taarifa au takwimu zinatolewa kupitia shirikisho la soka la kimataifa la kumbukumbu na historia za mpira wa miguu ambalo lenyewe liko chini ya FIFA. Hawa wanatoa takwimu ya ligi bora dunia nzima, lakini kwa Afrika pia, na kwa upande wetu wa Afrika ligi ya NBC ipo katika nafasi ya 4 kutokana na vigezo vyao ambavyo wanakusanya. Lakini tukija katika muktadha wa CAF ligi ya NBC ilikuwa ligi ya 6 kuingia katika msimu huu, lakini sasa hivi imesogea mbele mpaka katika nafasi ya 5. CAF wanapima viwango vya ubora kupitia miaka 5 ya mwisho katika ukusanyaji alama. Yaani ligi fulani imekusanya alama ngapi katika michuano ya kimataifa kwenye ngazi ya klabu, kwa maana ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika. Sasa kwa Tanzania, baada ya Simba kuingia fainali, ligi ya Tanzania imefikisha jumla ya alama 82.5 na inasogea mpaka katika nafasi ya 5. Baada ya Simba kufika hapo, manake automatic inakuwa amekusanya alama 4 baada ya kuingia katika hatua ya fainali. Ligi namba 1 Afrika ni Misri ambao wana alama 185.5. Ligi namba 2 Afrika ni Morocco ambayo ina alama 137. Ligi namba 3 Afrika ni Afrika Kusini ambayo ina alama 131. Hiyo ni ligi namba 4. Ligi namba 5 hiyo ni ligi nambari 3 kwa maana ya Afrika Kusini. Ligi nambari 4 ni ligi ya Algeria, ina alama 130, na ligi nambari 5 ni ligi ya Tanzania ambayo ni hii ya NBC, ina alama 82.5. Kwa hiyo hizi ndio ligi bora zaidi, na ikumbukwe kwamba ligi hizi bora zipo 12. Ni ligi ambazo zinawakilishwa na klabu 4 katika michuano ya kimataifa, na Simba ndio ilikuwa timu ya kwanza kuipeleka ligi ya Tanzania katika orodha ya mataifa 12 ambayo yanawakilishwa na klabu 4, 2 katika ligi ya mabingwa na 2 katika shirikisho. Mara ya kwanza Simba alifanya hivyo msimu mwaka 2018-19 baada ya kutinga robo finali ya kwanza baada ya miaka mingi iliyopita huko nyuma, na robo finali hiyo ilitolewa dhidi ya TP Mazembe ya DR Congo. Sasa basi, haya mataifa 5 yenye ligi hizi 5 bora, hakuna taifa ambalo linaweza kushuka kwa msimu ujao, labda kupanda au kuongeza alama. Kwa mfano, leo tunapozungumza ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho zipo katika hatua ya fainali, na Misri ambao wako nafasi ya kwanza wana timu katika hatua ya fainali ambayo ni Pyramids, ina uwezo wa kukusanya alama nyingine. Lakini Morocco ambayo iko nafasi ya 2 wana timu ambayo ni RS Berkane. Afrika Kusini ambayo iko nafasi ya 3 wana timu ambayo ni Mamelodi Sundowns. Algeria tu ndio hawana timu. Tanzania wana timu ambayo ni Simba. Kwa hiyo suala la ligi kufika nafasi ya 5 kwenye kumbukumbu za Afrika ni mara ya kwanza kwa Tanzania, na Simba amefanya hivyo baada ya kufika fainali, ameisogeza hiyo ligi katika hizo nafasi za mbele. Of course kuna mchango wa timu nyingine ikiwemo Young Africans katika hizi hatua, lakini Simba ameweka alama nyingi zaidi ukilinganisha na timu nyingine. Hiyo ni rekodi ya kwanza ambayo kama taifa tumeifikia kupitia wekundu wa Msimbazi Simba. Rekodi ya pili ni rekodi ya timu pekee kutoka Tanzania iliyocheza fainali 2 za michuano ya CAF. Michuano ya CAF mara ya kwanza kwa timu kutoka Tanzania ilikuwa ni mwaka 1993 ambao hao Simba Sports Club ndo alicheza fainali. Ilikuwa ni kombe la CAF. Kombe la CAF
lilijumuishwa na kombe la washindi kwa pamoja likazaa kombe la shirikisho Afrika, CAF Confederation Cup, ndio hii ambayo inachezwa kwa wakati huu. Lakini historia inamtaja Simba mwaka 93 alicheza fainali dhidi ya Stella Ajame kutoka Abidjan, Ivory Coast. Na fainali hiyo, mechi ya kwanza ilichezwa kule Abidjan, Ivory Coast, ikaenda kwa sare au suluhu kwa maana bila kufungana. Mechi ya pili iliyochezwa Tanzania, Dar es Salaam, ilimalizika kwa Simba kukubali kichapo nyumbani cha mabao 2-0, na hatimaye tukaona Stella wakibeba ubingwa wa michuano hiyo. Ni rekodi ya pili kwa Simba kwa sababu baada ya kucheza fainali mwaka 93, watani zao wa jadi Young Africans kutoka Tanzania pia waka equalize ile rekodi, waliifikia rekodi ya kucheza fainali, na wao walicheza fainali msimu mwaka 2022-2023 dhidi ya USM Alger. Baada ya hapo Simba amekuja kutanua gap kwa maana ya kuongeza fainali ya pili ambayo ndio hii wanakwenda kuicheza hapa dhidi ya RS Berkane. Rekodi ya tatu ni rekodi ya Sekafa Afrika Mashariki na Kati. Kombe hili la shirikisho Afrika tangu lilipoanza rasmi mwaka 2004 mpaka leo hii ikiwa ni edition ya 21, hakuna timu yoyote kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, yani Sekafa, iliyobeba ili kombe. Na ikumbukwe kanda za soka zipo 5 Afrika, zipo 6, lakini kwenye muktadha huu tunaziangalia 5. Kwa maana ya kanda ya kwanza ni Afrika ya Kaskazini ambako tayari wamechukua mara nyingi zaidi, takriban mara 15. Kanda ya pili ni Afrika ya Magharibi, alichukua Stade Malien na Heart of Oak kutoka Ghana. Kwa hiyo Afrika Magharibi ili kombe limeenda. Ukanda wa kati, yani UNIFAC, wamechukua TP Mazembe kutoka DR Congo 2 times. Ukanda wetu sisi wa Sekafa hatujawahi kuchukua, na ukanda wa Kosafa, yani kusini mwa Afrika, pia hawajawahi kuchukua. Kwa hiyo hizo kanda mbili zinadaiwa hili taji. Endapo ikitokea Simba amekwenda kuchukua ubingwa wa michuano hii, itakuwa ni timu ya kwanza kutoka ukanda wetu huu wa Sekafa kubeba hilo taji la kombe la shirikisho Afrika. Lakini upande wa pili wa shiringi, kwa maana ya kucheza fainali ya michuano hii ya Confederation, tayari kuna timu ziliwahi kucheza, kwa maana ya El Merreikh waliwahi kucheza mwaka 2007 na Young Africans wamewahi kucheza 2022 2023. Hivyo sasa hivi kijiti anacho Simba cha kuipeleka Sekafa katika orodha ya mataifa ambayo yamewahi kubeba ubingwa wa michuano hii ya CAF. Sasa hizo ni rekodi 3 kubwa ambazo nimezizungumza, lakini kuna watu wamekuwa wakiuliza maswali juu ya ukanda wa Sekafa umewahi kubeba taji lolote la michuano ya CAF? Watu wanauliza sana. Of course jibu ni yes. Sekafa kwenye historia, kwenye michuano hii ya CAF tumewahi kubeba ubingwa, na ilikuwa mara 2 kwa timu 2 kutoka katika mataifa mawili tofauti. Ubingwa huu ilikuwa ni kombe la washindi. Hili kombe la shirikisho leo limezaliwa baada ya mjumuiko wa kombe la CAF na kombe la washindi, walijumuishwa kwa pamoja ndio likapatikana kombe la shirikisho Afrika. Lakini katika kumbukumbu ya kombe la washindi Afrika Mashariki na Kati, yani Sekafa, tumewahi kuchukua mara 2. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1987, alifanya hivyo Gor Mahia kutoka Kenya, walichukua ubingwa baada ya kucheza fainali dhidi ya Esperance de Tunis ya Tunisia. Hawakuifunga ila walikwenda sare, kwa maana mechi ya kwanza ilichezwa kule Tunisia, walikwenda sare ya mabao 2-2. Mechi ya pili ilichezwa Kenya, wakaenda sare ya goli 1-1, faida ya goli la ugenini, Gor Mahia akawa bingwa. Mara ya pili ikarejea kutoka Sudan, klabu ya El Merreikh walichukua ubingwa mwaka 1989 baada ya kucheza na Bendel United kutoka Nigeria. Mechi iliyochezwa Sudan ilikuwa 1-0, mechi iliyochezwa Nigeria ilikuwa 0-0, El Merreikh wakabeba. Kwa hiyo hizo ndio timu 2 zenye kumbukumbu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati zilizowahi kubeba michuano hii ya CAF kwa ngazi ya club. Ni timu ambazo zimetutoa kimasomaso, lakini kwa sasa kijiti anacho Simba Sports Club, wekundu wa Msimbazi, all the way kutoka Kariakoo, mtaa wa Msimbazi, Dar es Salaam. Wao ndo wamesalia, watafanyaje? Mungu ibariki Simba Sports Club, Mungu ibariki Tanzania. And here we go.